Karibu katika N&M Ndoa na Mahusiano, na hii ni channel yako pendwa ya Dimen TV. Binya subscribe button, share, like, comment tuweze kufahamu vitu ambavyo kimsingi mwanamke akikupenda anaweza akawa anavifanya kudhihirisha upendo wake wa ndani, ama tunasema kudhihirisha kwamba moyo wake kweli umekupenda na anatamani uweze kuwa mtu wake wa kuishi naye katika maisha yenu yote. Kwanza kabisa atakuwa ni mtu ambaye yuko tayari kuweza kutambulisha kwa marafiki zake, ndugu zake, lakini pia wakati mwingine kujisikia huru zaidi, hata kutamani kuweza kufahamiana ndugu zako. Yani anakuwa anajipa ile thamani ya kuwa mke na sio kuwa mtu wa kupita. Yani kiujumla anakuwa akizingatia mazingira yote haya ya kujuana na ndugu zako, lakini pia atakujulisha kwa ndugu zake, lakini pia atakuwa tayari hata marafiki zake wengi waweze kukufahamu. Hichi ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Ile ambapo mwanamke atakuwa tayari kuweza kuwa huru katika mazingira ya namna hii, kuweza kufahamika ya kwamba anahusika na mtu fulani, kuweza kuwa huru, kuweza kutoka out na wewe na kuzingatia mambo kama haya, yani kuweza kujitambulisha katika pande zote mbili. Hii inaashiria mapenzi ya dhati, na huyu yuko tayari kuweza kuishi na wewe, lakini pia ni mtu ambaye tayari ameshaiona thamani yako, ama ameshaona kitu ambacho ni kikubwa katika maisha yenu. Ndio maana amekubali kuweza kufanya vyote hivyo kwa sababu ya moyo wake kuweza kuanguka, ama tunasema umepata sehemu ya kuweza kutulia, ama tunasema sehemu ya kuweza kuponea sababu ya kupenda ambako tunaweza tukasema wakati mwingine kumepitiliza, ama tunasema anakuwa amekupenda kwa dhati. Kwa hiyo atakuwa tayari kuweza kutambulika pande zote, lakini pia hata yeye mwenyewe kuweza kutambulisha, yani atakuwa yuko huru kabisa na atakuwa hasiti kuweza kutambulisha. Lakini ukiona kama mwanamke anakutambulisha wewe kwa watu wengine kama rafiki, au hayuko tayari kuweza kutambulisha upande wao kwa marafiki na vitu kama hivyo, basi hicho ni kitu ambacho ni hatari na inatakiwa uweze kuwa makini, kwa sababu anaweza kawa pengine tu yuko na wewe katika swala zima la mahusiano ya kupita, yani ya muda tu, kujifurahisha, kuridhishana basi, lakini sio swala zima la kuweza kuingia moja kwa moja katika maisha yako. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimsingi mwanamke ambaye hajakupenda anaweza asikubali kuweza kufanya vyote hivyo, lakini pia kukuonyesha support, lakini pia kuwa faraja katika mambo mengi ambayo unayafanya. Unaweza ukawa una kazi fulani ama una issue fulani ambayo unaifanya, basi mwanamke atakuwa na wewe bega kwa bega, yani tunasema kiujumla atakuwa ni shabiki wako mkubwa sana wa kazi ambayo unaifanya, lakini pia atakuwa tayari kuhakikisha unaendelea kufanya zaidi na zaidi, yani anakutia moyo, anakutia nguvu ya kuendelea kufanya na kufanikisha malengo yako zaidi. Kwa hiyo anaweza akawa ni mtu ambaye pengine anakuonyesha support ya wazi, anakuja kabisa hadi mazingira ya kazini kwako, anafanya kazi na wewe, ama wakati mwingine anatamani kuwa na wewe katika kazi ambayo unaifanya ili azidi kukutia hamasa zaidi, lakini pia azidi kukupa moyo wa kuendelea kupambana. Wakati mwingine anaweza akawa anakuambia kama utakuwa unasema labda unaenda, embo niachie ofisi yako hii mara moja niendelee kukusaidia, kama ni kitu ambacho labda kinaweza kisiwe na professional fulani, yani kisiwe na mazingira fulani, labda paka uwe na elimu fulani, basi yeye anaweza akawa tayari kushiriki na wewe kuweza kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ataonyesha ushirikiano wa dhati katika kile kitu ambacho unakifanya, na hata ukimwambia kwamba njoo tufanye kazi hii kwa pamoja, tushirikiane, basi atakuwa tayari. Kwa hiyo huyu anakuwa amekupenda na yuko tayari kuweza kusupport, kuona ya kwamba unafanikiwa, lakini pia mafanikio hayo yakija, basi yeye anakuwa ni mtu ambaye anafurahia mafanikio yaliyokuja, lakini pia anajisikia vizuri zaidi. Lakini pia atapenda kuweza kutoka out pamoja na wewe, yani kimsingi kama kuna sehemu ambapo mnakuwa mnataka kwenda, ama labda yeye amepanga kwamba kuna sehemu anataka kwenda, basi anaweza akawa anakuambia kwamba hebu twende pamoja, tuongozane, yani akawa na ule moyo ama ile hamasa ya kutamani kuweza kuwa pamoja na wewe njiani ama popote pale ambapo mtakuwa wawili. Kwa hiyo anakuwa akitamani muweze kwenda pamoja, muwe sambamba, kwa sababu amekupenda zaidi, lakini pia anatambua thamani yako na muda wako kwenye maisha yake. Kwa hiyo ni kitu ambacho atakuwa anatamani kiweze kutokea mara kwa mara. Kwa hiyo ukiona mwanamke anakuwa anatamani wakati mwingine kuweza kuwa na wewe katika matembezi yake popote pale anapokwenda, basi utambua kwamba huyo amekupenda, lakini pia atakuwa tayari kuweza kudhihirisha mahusiano yenu ya kwamba yako serious kiasi gani. Lakini ukiona mwanamke anatoka peke yake, ukimwambia twende pamoja, anakuwa ni mgumu kuweza kukubali kwenda na wewe, basi utambua kwamba hapo pengine kuna mazingira ambayo anayazuia ama analinda, labda na mahusiano mengine nje, labda kuna vitu ambavyo hataki viweze kuwa wazi kihivyo, yani hataki hayo mahusiano yawe serious kihivyo. Kwa hiyo atakuwa akijaribu kuficha
ili mwisho wa siku hata kama akija kuachana nawe asipate tabu sana kuweza kwenda kwa mtu mwingine. Lakini pia atakuwa tayari kuweza kukusikiliza kwa kila kitu ambacho utakuwa unaongea, ama kila kitu ambacho utakuwa unafanya naye discussion ama majadiliano fulani hivi ama maongezi fulani hivi. Kwa hiyo atakuwa akionyesha hamasa kubwa zaidi katika hali ya kuweza kusikiliza. Atakuwa akitega sikio lake kwa umakini zaidi, lakini pia atakuwa akitimiza wakati mwingine yale mambo ambayo unahitaji yaweze kufanyika ili labda muweze kupata kitu fulani. Kwa hiyo unaweza kama umemwambia kwamba naomba ufanye 1 2 3, atakuwa tayari kuweza kujitoa katika mazingira hayo na ataonyesha kuweza kufanya, lakini pia hato sita kuweza kusikiliza kwa chochote, kwa sababu anakuwa anakuamini, lakini pia anakuwa ana upendo wa dhati na wewe. Kwa hiyo ukiona mwanamke labda unaongea naye haonyeshi kukusikiliza, anaonyesha kukuignore, ama wakati mwingine anajitenga mbali na wewe, basi utambua kwamba hapo pengine hakupendi kwa dhati, ama tayari ana mahusiano mengine huko ambayo yako serious. Lakini pia anakuwa ni mtu wa kuweza kubalance mambo, yani kimsingi kuna kuwa na vipaumbele ambavyo ni sawa. Yani yeye anakuweka wewe mwanaume kama kipaumbele, kwa hiyo inaweza ikawa ni kukuzingatia katika hali ya kuweza kutumia message ama kupigia simu, lakini pia hata katika mambo mengine anakuwa anakupa kipaumbele zaidi. Labda kuna jambo ambalo pengine anahitaji kuweza kulifanya, lazima kushirikishe ama lazima kuambie. Kwa namna moja ama nyingine anatafuta mazingira ya kuweza kukuhusisha wewe katika kila hatua ama katika kila jambo ambalo litakuwa linamhusu yeye. Kwa hiyo hii anakuwa anaonyesha kwamba anakupa kipaumbele zaidi kuliko kufanya maamuzi yake binafsi. Kwa hiyo anakutanguliza wewe uweze kuwa kiongozi wake, wewe uweze kuwa ni mtu ambaye pengine utamuonyesha msimamo ama utamuonyesha njia hii nahitaji ama njia hii sihitaji, ama jambo hili lifanyike hivi ama jambo hili lisifanyike hivi, na atakuwa tayari kuweza kusikiliza na atakuwa tayari kuweza kufanya hivyo kwa sababu ana mapenzi ya dhati, lakini pia anataka aweze kukuona ukiwa vizuri zaidi na ukiwa unafurahi, ukiwa unaenjoy maisha. Kwa hiyo atajitahidi sana kuhakikisha hakukwazi, iwe ni kwa mambo yake binafsi, iwe ni kwa vitu ambavyo pengine kimsingi vinamhusu yeye kama yeye, basi atakuwa tayari kuweza kukushirikisha, lakini pia atakuwa tayari kuweza kuhakikisha anafanya kwa kukuonyesha thamani zaidi, kukutanguliza wewe, ama tunasema wakati mwingine kuhitaji wewe uwe unajua mambo yake mengi sana. Lakini pia atakuwa akionyesha upendo kwa wale watu ambao unawapenda. Wanaweza akawa ni marafiki zako, basi akawa nao karibu zaidi, ama tunasema akawa ana upendo nao, akawa ni mtu ambaye atachangamana nao, akawa ni mtu ambaye atakuwa akiongea nao mara kwa mara. Yani marafiki zako wote wa karibu, basi atakuwa akionyesha kuchangamana nao vizuri. Inaweza ikawa ni kwa kuheshimiana zaidi, lakini pia kuwa huru katika mazingira ya namna fulani, lakini sio uhuru wa kujiachia kwao, hapana, ila anakuwa huru katika hali ya kuhakikisha wewe kama mwanaume unapata sifa nzuri kupitia mwanamke ulienaye. Yani wanakuambia kwamba mwanamke uliyepata huyu mwanamke ipo vizuri kiujumla. Kwa hiyo unakuta unapata sifa nzuri kutoka kwa marafiki dhidi ya mwanamke ulienaye, kwa sababu atakuwa ni mtu ambaye pia anaonyesha upendo kwa wale ambao unawapenda. Lakini pia licha ya hivyo, inaweza ikawa hata ni katika familia, ataonyesha kuweza kuijali familia yako, ataonyesha kuweza kuhakikisha anazingatia pia mambo ya msingi ambayo yanahusiana na familia yako. Kwa hiyo inaweza ikawa wakati mwingine ni kuwasalimia ama kuwakumbuka ndugu zako ama kwenda kuwatembelea kabisa, lakini pia licha ya hivyo hata kutamani kuweza kukaa nao kwa muda mrefu. Kwa hiyo anakuwa akionyesha pia upendo kwa wale ambao unawapenda ama watu ambao ni chanzo cha wewe kuweza kuwepo hapo, hasa zaidi upande ule wa wazazi. Lakini pia atakuwa ni mwanamke ambaye anathamini sana muda wako, ama anathamini sana mazingira yale ambayo pengine unahitaji kuweza kuwa mwenyewe kwa muda, basi atakuwa akithamini hicho kitu na atakuwa halazimishi mambo, pengine awe na muda zaidi katika jambo fulani kukuliko. Kwa hiyo mfano mzuri, labda tusemee ndani ya nyumba, pengine una shughuli fulani ambayo unahitaji kuweza kuifanya ambayo inahusisha mazingira hayo ya nyumba, basi ukimwambia mke wangu naomba unipe nafasi kidogo nifanye shughuli yangu 1 2 3, atakuwa tayari kuweza kukuachia nafasi. Ama licha hivyo, labda ndani ya nyumba yenu labda kuna TV, kuna vipindi fulani ambavyo unahitaji kuweza kuvitazama, labda ni mpira na vitu kama hivyo. Sasa na kama jinsi ambavyo unajua asilimia kubwa ya wanawake wanapenda sana kuangalia vitu kama vile tamthilia na vitu vingine. Kwa hiyo hatakuwa tayari kuweza kubishana nawe, bali atakuwa anathamini ule muda wako ambao mchache unaotumia kuweza kuangalia kitu fulani kwa huo muda mchache. Kwa hiyo anaweza akakuachia, sio mtu wa kuweza
kufanya mpaka mgombani katika swala zima labda la kuangalia TV ama kusikiliza redio na vitu kama hivyo, kwa sababu pengine kwa asilimia kubwa wewe unatingwa na majukumu, huna muda wa kuangalia TV na vitu kama hivyo. Hivyo kwa muda mchache ambao utakuwa umeupata wa kuhitaji kuweza kuwa peke yako pale, uangalie labda taarifa ama uangalie TV kipindi fulani ambacho pengine unahitaji kuweza kukiona ama uangalie kitu fulani, basi atakuwa huru kukuachia hiyo nafasi na wala sio muanze kugombaniana remote na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kiujumla atakuwa anathamini muda wako, iwe ni wa kikazi, iwe ni wa burudani, iwe ni wa kuhang out pia na marafiki zako. Atakuwa huru na wewe, atakuwa anakuachia huo muda kwa sababu hataki uweze kukwazika kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia mwanamke akikupenda atakuwa tayari kuhakikisha muda mwingi anakuwa yuko na wewe karibu. Haijalishi atakuwa ametingwa kiasi gani, haijalishi kutakuwa na ubize wa aina gani, atakuwa anahakikisha kwamba akipata nafasi yoyote tu ama muda wowote tu anakuwa karibu na wewe. Inaweza ikawa ni katika hali ya kufurahia pamoja, kwenda out pamoja, ama kufanya baadhi ya vitu ambavyo kimsingi vinaweza vikawa ni vya burudani kwa pamoja. Kwa hiyo atakuwa anathamini, lakini pia anakupa kile kipaumbele cha muda zaidi kuweza kukutana na wewe, kufanya mambo mengi tofauti. Kwa hiyo huyu anakuwa amekupenda na atakuwa akionyesha dalili hizi na kufanya mambo haya mara kwa mara sana, kuwa karibu na wewe, kuhitaji kuweza kukushika ama kukumbatia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo atakuwa anavihitaji zaidi ama atakuwa ameviwekea kipaumbele zaidi, yani hasa zaidi katika swala zima la kukuhitaji na kuwa karibu naye. Ila ukiona anajitenga ama anakuwa mbali na wewe, basi utambue kwamba hii ni ishara mbaya ama dalili mbaya sana. Pengine ana mahusiano mengine ama pengine ana date na mtu mwingine, lakini pia ana date na wewe pia. Lakini pia hatakuwa ni mtu muongo, yani kukudanganya vitu ambavyo kimsingi sio vizuri. Atakuwa akikupa heshima wewe kama mwanaume, atakuwa hakudanganyi. Kila kitu ambacho atakuwa anakuambia kitakuwa ni sahihi, lakini pia hata kama ukifuatilia kwenye mazingira halisia kinakuwa ni sahihi. Hivyo hata kama akikutana na mtu fulani, hata kama kuna mtu akimwambia kwamba 1 2 3, atakuwa akikushirikisha kwa sababu anakuamini na anakupenda. Kwa hiyo hatakuwa tayari kuhakikisha kwamba anakuwa akikudanganya kwa vitu ambavyo kimsingi unaweza ukaja kubaini baadaye ya kwamba ni vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo atakuwa hayuko tayari kuweza kukudanganya. Lakini pia atakuwa tayari kuweza kukusifia kwa kila jema ambalo lipo. Atakuwa ni mtu ambaye mara kwa mara akikaa sehemu na watu wengine anakusifia, anakutambulisha, anaona wewe ni mtu ambaye umeingia na umeweka thamani katika maisha yake. Kiujumla hii itakuwa inakupa wewe heshima na sifa fulani ambayo ni kubwa sana pindi ambapo mwanamke atakapokuwa amekupenda kwa dhati. Kwa hiyo anaweza akawa yuko tayari kuongea lolote zuri kuhusiana na wewe hata kama kimsingi hilo zuri halipo. Kwa hiyo atakutangazia mazingira mazuri, atakutangazia wema hata kama huo wema unakuwa haupo, lakini kwa sababu amependa yuko tayari kuweza kustiri madhaifu yako yote ambayo yapo na kutangaza ule wema ambao kimsingi utakutengenezea mazingira mazuri ya uhuru na kufanya mambo mengine tofauti pasipokuwa na wasiwasi wala hofu yoyote, sababu unaye mtu ambaye ni shujaa wako mzuri ambaye yupo tayari kuweza kupambana na wewe. Lakini pia hatakuwa anapenda kuanzisha mazingira ya ugomvi ama ugomvi wa mara kwa mara. Kwa hiyo atakuwa akijitahidi sana kuepusha mazingira ya ugomvi ama kulumbana hapa na pale. Yeye kama mwanamke atatambua kwamba mimi ni mwanamke, haipaswi niweze kugombana na mpenzi wangu huyu ama huyu mwanaume wangu. Kwa hiyo atakuwa anaepusha mazingira yale anayoona kwamba tunaweza tukaharibiana sifa ama tunaweza tukachafuliana sifa. Kwa hiyo moja kwa moja atakuwa akijishusha na kunyenyekea. Wakati mwingine anaweza akawa akikupisha msiendelee kugombana zaidi ama kufikia kwenye hatua mbaya. Kwa hiyo atakupa nafasi kuhakikisha kwamba hamfikii pabaya ili mambo yenu yaendelee kuwa vizuri ama mambo yenu yaendelee kunyoka. Lakini pia atakuwa ni mtu ambaye ana busara katika kauli zake, atakuwa anatamka kauli nzuri, atajitahidi sana kauli ambazo ni mbaya asikutamkie, atakuonyesha heshima katika mazingira yote. Ni kwamba anakuwa anakupenda kiasi cha kwamba hataki akuuzi kwa chochote kile, hataki kukuonyesha kwamba yeye ana mazingira fulani ya jeuri ama ana mazingira fulani ya kiburi ama vitu vingine. Kwa hiyo vitu vingine na tabia zake nyingine ambazo zinakuwa ni dosari ndogo atahakikisha anazistiri na asizionyeshe kwako. Lakini ikifikia kwamba anazionyesha kwako ama hakustiri tena, tambua kwamba upendo umeisha ama tayari ameshapata mtu mwingine ambaye anampa upendo zaidi ama anahisi huko kutakuwa na mapenzi ya dhati. Nikushukuru sana, pengine kuna kitu ambacho umeweza kujifunza ama umeokota hapo, unaweza kaandika katika sehemu ya comment. Na channel yetu pendwa ni Dmen TV. Subscribe, share, like, comment, tuweze kukutana katika makala nyingine.